uaminifu wako wa kuendelea kutusikiliza na tuheshimisha mpenzi msikilizaji, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripoti kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari Alimasi ni mchambuzi wa leo na asaidiwa mitamboni na Jean Ekala Jaden pamoja na wote watakaosikia katika uchambuzi wa habari. Nasema karibu na tega sikio. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wa habari, unakuwa unapata fursa ya kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo zaletwa kwenu na Omar Makelelo Zil. Karibu Omar. Asante sana Safari Alimasi Dilwe. Leo habari tulizozipatia kipaumbele zaidi ni kwamba huko Uvira zaidi ya watu 4 ndio tayari kufariki katika mazingira tete, ikiwa ni ishara inayoonesha wazi kuwa mji wa Uvira huko katika usalama mdogo kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa jambo hilo, mwanasheria tena leader wa kijamii Chako Changu Bon Ane ameomba kwa uongozi wa serikali wa mahali kuvalia njuga kwa uharaka swala hilo. Na kule katika jimbo la Manyema kule Lukolo ni kwamba shirika la rahia NDC chumvi ya Kongo sekta ya Babuyu tarafani Kabambare limepinga kurudishwa kwake Bwana Hussein kama chifu wa kijiji cha Lukolo kwa madai ya kwamba wanashirikiana na majambazi wa barabarani wanaofanya uhalifu katika eneo hilo. Safari Alimasi Dilwe na kuacha uendelee. Na kushukuru Omar Makelelo Zil kwa habari muhimu. Tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na hapa katika mji wa Baraka. Kila ifikapo tarehe 3 Mei ya kila mwaka ulimwengu mzima usherehekea sikukuu ya uhuru wa vyombo vya habari, ambako pa Baraka na Fizi Center makao makuu ya tarafa hilo sherehe hizo hazikufanyika, huku sababu kubwa ya kutokufanyika kwa sherehe hizo ni ukosefu wa pesa. Bwana Jonas Seba Mkiabela ni coordinator wa muungano wa waandishi habari tarafani Fizi na mji wa Baraka RFI kwa ufupi, amesema kuwa sherehe za mwaka huu zilipangwa kufanyika Fizi Center, ila kutokana na tatizo la kipesa sherehe hizo hazikufanyika tena. Tariki 3 mwezi wa 5 kila mwaka ulimwengu usherekea siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, Journée mondiale de la liberté de la presse. Na siku hii ambayo ni imefika Jumapili, tulikuwa tumejiandaa vilivyo kwa niaba ya muungano wa pashabari wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi RFI kusherekea siku hii pale Fizi makao makuu ya tarafa letu. Tulikuwa tumejiandaa vilivyo kabisa kama tulivyotangaza awali, lakini kulingana na sababu ambazo haziwezi kuzuilika tumelazimika kuvunja safari ya kwenda Fizi na kuto kusherekea Jumapili tariki 3 mwezi wa 5 siku hiyo ya vyombo vya habari. Badala yake tutajiandaa tena vilivyo kupanga programu mpya, kwa sababu tumepata magumu mengi kuhusu mambo ya pesa. Vile tulikuwa tumejiandaa tunaweza kupata pesa kiwango fulani kama hiki na hiki na twende na wapasha habari tujumuike pale Fizi makao makuu ya tarafa, tulivyopanga sisi haikuwezekana kabisa, hadi tumelazimika kuahirisha. Tunapanga kukutana mwanzoni mwa wiki ambayo tutakutana siku ya kwanza mida ya saa 8 kwenye ofisi ya RFI hapa Baraka, ili kuchukua programu mpya ambayo tutatangaza tena kwa wapasha habari au kupitia vyombo vyetu vya habari hapa Baraka na Fizi. Kweli haikuwa programu yetu ya kuahirisha, lakini tumejikuta tumegonga mwamba na pasipo pesa hatuwezi kufanya lolote. Kwa hiyo tutaomba radhi kwa wapasha habari wa Fizi makao makuu ya tarafa ambao walikuwa wamejiandaa kutupokea, na tutafikiri kile cha kufanya. Ikiwa tutafanikisha tena kuandaa programu nyingine, inaweza kuwa Fizi tena makao makuu ya tarafa kama tulivyopanga, au tutalazimika kusherekea hapa Baraka kufanya activity angalau ndogo tu wiki ijayo hapa Baraka. Mwishowe ameomba kwa waandishi wa habari kuwa tayari kwa kuwa hivi karibuni wataambiwa ratiba ya wapi na lini sherehe hizo zitafanyika. Kwa hiyo nichukue fursa kuarifu wapasha habari kwamba sikukuu yetu haijakufa. Hapana, tutajipanga vilivyo ili kwamba tufikiri la kufanya, na tutasii wale ambao tutaalika siku ya kwanza mida ya saa 8 kufika kwenye ofisi ili tufikiri pamoja lile la kufanya. Na ni si wale ambao tuliomba msaada kupitia vikaratasi vyetu ambao walisita kujitokeza na kutusaidia, pengine wanaweza kuwa na nia kutukumbuka watusaidie ili kwamba tufanikishe sikukuu hiyo
ambayo ni kama vile mwezi wa 5 wote ni mwezi wa wapasha habari, mwezi wa uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kuwa na nia tukumbuke ili kwamba tuone kwamba kila ambacho tutakipata kitusaidie kuandaa sikukuu hiyo angalau hapa Baraka, au tunaweza kwenda Fizi ikiwa yote itawezekana. Baada ya kikao cha siku ya kwanza tutatangaza program mpya na wapasha habari watajua kile ambacho tutakifanya, lakini yote yametendeka si kwa utashi wetu, lakini ni mazingira ambayo hayakukwenda vizuri kabisa mwaka huu katika maandalizi, na hiyo inaeleweka. Hivi sasa tujielekeze huko Uvira ambako zaidi ya watu 4 ndio tayari kufariki katika mazingira tete, ikiwa ni ishara inaonyesha wazi kuwa mji wa Uvira uko katika usalama mdogo wa kiwango cha juu zaidi. Kwa jambo hilo, mwanasheria tena leader wa kijamii Chako Changbon Ane ameomba kwa viongozi wa serikali wa mahali kuvalia juga kwa haraka swala hilo. Akizungumza na Radio Kivu, leader huyo ameanza kuonyesha kitendo cha mauaji ya hivi karibuni katika mji wa Uvira. Jana wa 11 ndio amekufa na mwingine ameumia vikali kwa hospitalini. Mnamo karate Kalundu, watu wenye kusikilia masase ambao kabisa visa vyao havijulikani wamepiga masase mengi sana mnamo karate Kalundu, kafikia kuua mtoto mdogo ama kijana wa miaka 11 akafariki pale pale, na ikabahatika bahati mbaya ikabahatika kuua kudumiza baba mwingine ambaye anapatikana sasa kwenye hospitali yetu ya Uvira ya Kabambi ya serikali. Hiyo ndiyo habari ya masasa ambayo imepigwa jana. Tangazaji, mabunduki na kamatiwa na watu wengi sana mnamo mtu wa Uvira vile tuko mteritoire hata Fizi pia. Nakumbuka kwamba magari mengi ya mabunduki imeporwa, imenyanganywa kulela na kisa kabisa akijulikana. Kwa watu wengi wana mabunduki kisa kijulikani, ni watu kupiga kuzidia silaha tu, wanapiga masasi ovyo wakiwa ndani ya nia zao ambao wenyewe wanajua. Inaonyesha kwamba watu wengi wanakufa wakiona katika mtu wa Uvira. Kuhusu hilo hakukuwa intervention ya maservisi ya security notamment FARDC, polisi na wazalendo. Mpaka sasa mtangazaji, hakuna kinachoeleweka juu hakuna ripoti imetolewa, hakuna neno imesemewa na wakuu viongozi, hakuna neno imesemewa wazalendo, hata pia majeshi, hata pia polisi. Maanisha kwamba tu ni watu wamekamata prendre acte ya kufa kwa. Na tunasubiria tuone Mungu mwenye atafanya nini. Upande mwingine ameomba kwa wakuu viongozi wavalia njuga swala la usalama mdogo ndani ya mji wa Uvira juu ya usalama wa raia na mali yake. Tangazaji, haiko tu kuwa leader communautaire ndio kutambua kwamba hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya, lakini hata kila mkaaji wa Uvira vile kama territoire, hata pia mkaaji wa Fizi ama pengine pote anayesoma kwenye habari za mitandaoni ataelewa kwamba mtu mmoja akikufa katika mji inasemekana kwamba teoria ambayo inatumia kwamba insecurity inakuwa nyingi. Mtu mmoja akipigwa masasa insecurity inakuwa nyingi. Utaelewa kwamba na mie mnamo wiki nzima imesabiliwa vitu vya watu zaidi ya 4 wamoja kwenye hospitali, wengine kwenye masasa. Inaonyesha kwamba usalama ni mdogo sana katika jiji la Uvira. Kuna hata mekanisme moja zinachukuliwa mkadri ya kueradicate hiyo insecurity mvile ya Uvira. Mekanisme ziko sababu wazalendo wanafanya kazi, radi inafanya kazi, majeshi wote wanafanya kazi, polisi inafanya kazi, hata vijana wa Larondo pia wameanza kufanya kazi. Kwa hiyo mekanisme ziko, lakini zina upungufu kidogo, ndio maana kwamba inabidi watu waamke na wakamate mekanisme zingine nyingi zaidi kwa ajili ya kulinda raia na mali yake. Viongozi watambue kwamba wana kazi kubwa ya kulinda raia na mali yake. Wanajeshi ambao kwamba hotela ya waasi wa M23 kuna pia maadui ya wenye wako katika wenye kuiba, kunyang'anya simu, wenye kuua kiolela. Watambue pia kwamba arme ziko nyingi mikononi mwa raia. Kuikala bila buklash, kuikala bila uchunguzi wa kindani haitakuwa vizuri. Ndio basi tunawaita sana kufanya kazi kwa faida ya raia, kwa faida ya mali yao, kwa faida ya Kongomani, kwa faida ya nchi. Na hivi sasa tujielekeze ukolo ambako shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo sekta Babu tarafani Kabambare limepinga kurudishwa kwake Bwana Hussein kama chifu wa kijiji cha Lukolo kwa madai ya kwamba wanashirikiana na majambazi wa barabarani wanaofanya uhalifu katika eneo hilo.
Bwana Kaungwa Misi Jean-Fils ni coordinator wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo sekta ya Babuyu tarafani Kabambare jimboni Maniema, amesema kuwa ni muda sasa raia wasafiri wa eneo hilo wanasumbuliwa na uporaji, huku akimshutumu chifu wa eneo hilo kwa nyuma vitendo vyote, na hata hivyo ameomba kwa mamlaka husika kumwondoa madarakani mhusika huyo na kumfikisha mbele ya vyombo vya sheria. Ndio na yua suspension ya chef du village Lukolo tulikuwa quand même informé na ba collègue ya société civile ndisi Chumvi ya Kongo. Oui, maakte yake ilikuwa quand même ko insupportable ku population, même ma descendance et malié familiale ya bo. Alors nous hatuwezi kujiimpliquer kwa mambo ya kutime. Ce que nous condamnons, kitu inatushangaza sana ni on a vu que le chef iko na incompétence ya gestion envers la population. Malgré que chef de village kwa population yenyewe kama hii haina ile kutime. Mais chef iko na kamata taya kutinga batu kubalabala, kuiba mamakuta et puis avec batu benye biko na mabunduki, ça ne fait pas plaisir. Mais tunashangala leo wanamrudisha diriger tena bila kwenda kurepondre marque zake, parce que un coupeur de la route doit être anapasha kwa condamné na justice ya Kongo. Pourquoi pas mtu mwenyewe alikamata taya kutinga watu kubalabala, aibe makuta, malgré iko condamné na kutime, mais la loi est là, il faut que ashutumiwe na sheria. Et pourquoi tunalomba kwa viongozi vyote vikamate wakati ya kumdiriger répondre kwa za marque yake. Unajua quand même kuko sheria inayua mwizi anapasha kuhukumiwa hivi, coupeur de la route anapasha kuhukumiwa hivi. Ndio kwa chef wezi huwa mtu chome ku volontaire comme ça, non, tunapasha kutia justice kufasi yake. Kipenga kimelia upande wa pili ni habari za michezo, ambako kandidati 3 kati ya 9 zilizowasilishwa kunako kamisheni ya uchaguzi ndizo zimekubaliwa kwa muda kukizi vigezo vya kugombea kwenye urais wa shirikisho la soka nchini DRC FECOFA. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba Barcelona wameachana na mbio za kumsajili mchezaji Nico Williams kutoka katika klabu ya Atletico Bilbao. Mengi zaidi namkaribisha hapa mwenzangu Marmakelelo Zil. Na barabara kabisa mwenzangu Safara Limasidilwe. Leo katika habari za michezo mgongoni navalia namba 14 ya kimchezaji Victor Gyökeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka, ambako kulipigwa mechi ya kirafiki katika uwanja wa Lumumba, ambako mechi hiyo ilizipambanisha Selection Fantôme dhidi ya Selection Epila, na mechi kutamatika kwa ushindi wa vijana wa Selection Fantôme kwa kuweza kuwatandika Selection Epila mabao 4-2. Hiyo ilikuwa ni mechi ya kirafiki kwa ajili ya kusisimua vijana ambao tayari sasa wamekuwa na muda wa kutosha, wengi kabisa hawachezi soka katika mji wa Baraka. Tusalie tu na habari za hapa nchini ni kwamba kandidati za wagombea 6 kwenye uchaguzi wa shirikisho la soka hapa nchini FECOFA zimetupwa nje kwa muda. Kamisheni husika na uchaguzi imesema kuwa kandidati hizo zilizokataliwa hazikizi vigezo ambavyo vinahitajika ili kugombea kwenye nafasi ya uwenyekiti wa soka hapa nchini DRC FECOFA. Kandidati 6 hizo zilizokataliwa kwa muda ni pamoja na kandidati yake Shabani Nonda Mesilebi, Aziz Makukula, Kevin Issa, Jean-Claude Kabea, Max Mayaka pamoja na Renye Patrice Mangenda. Vile vile kuna kandidati zingine 3 ambazo zimekubaliwa kwa muda. Kandidati hizo ni pamoja yake Bosco Mweu ambaye kwa sasa ni rais wa ligi kwa hapa nchini DRC maarufu Lenafoot. Vile vile kuko kandidati yake Vero Musengo ambaye pia alikuwa katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF miaka iliyopita, na kandidati yake Jean de Dieu Masamba ndizo zimekubaliwa kwa muda ambazo zimeonekana kukizi vigezo vya kugombea kwenye uwazifa huo. Mengi zaidi kulingana na habari za uchaguzi hapa nchini ili kuchagua mwenyekiti atakayeongoza shirikisho la soka hapa nchini DRC FECOFA utaweza kusijuzwa kama unaendelea kusikiliza matangazo ya redio ya kijamii Kivu. Na upande mwingine ni kwamba ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu Lenafoot katika hatua yake ya playoff itaweza kutemua vumbi siku ya kwanza na siku ya pili. Siku ya kwanza ya tarehe 5 Mei 2026 kutapigwa mechi moja katika uwanja wa Tupuisa Mazembe pale Lubumbashi, ambako vijana wa CS Don Bosco ya Lubumbashi majira saa 9 kamili watawakaribisha vijana wa AS Club kutoka Kinshasa. Mechi zingine takriban 3 zitaweza kupigwa siku ya pili ya wiki tunayo.
Moja kwa moja mwenzangu Safari Alimasidilwe tutoke hapa DRC na tujelekeze kule katika bara la Ulaya. Ni kwamba klabu ya FC Barcelona imefunga rasmi ukurasa wa kumsajili winga wa Atletico Bilbao ambaye ni Nico Williams. Inaripotiwa kuwa uamuzi huo ni wa kudumu na klabu hiyo haina mpango wa kurudi tena katika sakata ya kuweza kumsaka mchezaji huyo kutoka Hispania katika majira ya usajili ya kiangazi. Hakuna nafasi ya pili wala kutazama nyuma kwa upande wa miamba hao wa Catalan ambao wamesema sisi na mchezaji Nico Williams yamekwisha kabisa. Klabu ya Real Madrid hapo nchini Uhispania wamemtumia ujumbe mzito kijana wao Enrique wakimhakikishia kuwa atakuwa nafasi kubwa ndani ya kikosi cha kwanza msimu ujao. Kwa mujibu wa gazeti la AS linaloshabikia klabu ya Real Madrid limeandika kuwa uongozi wa klabu ya Real Madrid una imani kubwa na uwezo wa mshambuliaji huyo chipukizi na hauna mpango wowote wa kuweza kumpeleka kwa mkopo. Enrique mwenyewe ameripotiwa kupokea kwa furaha taarifa hizo za klabu yake na amejitangaza kuwa yuko tayari kupambana kwa ajili ya kupata nafasi kwenye klabu hiyo. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, sasa ni zamu ya dunia kumuona akishirikiana na akina Mbappe pamoja na Vinicius Junior. Klabu ya FC Barcelona wanafikiria kumsajili mchezaji Cristiano Romero kama chaguo mbadala ikiwa watashindwa kumsajili mchezaji Alessandro Bastoni kutoka katika klabu ya Inter Milan msimu huu wa joto. Beki huyo Cristiano Romero wa klabu ya Tottenham Hotspur mwenye umri wa miaka 28 yupo kwenye orodha ya wachezaji wanaofuatiliwa, huku Bastoni akiwa bado ni chaguo la kwanza la Barcelona kwa sasa. Asante sana mwenzangu Omar Makelelo Zile. Kwingineko ni huko katika nchi ya Tanzania ambako kuliweza kupigwa dabi kubwa ya Kariakoo ilizokutanisha katika timu mbili kubwa huko Tanzania, nayo ni Simba Sport Club pamoja na Yanga African. Nikwambie kwamba matokeo ya mechi hii ni 2-2 katika dabi ya Kariakoo maarufu sana huko Tanzania. Msikilizaji, endapo ndio unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu na huu ni muda wa taarifa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Msikilizaji, uchambuzi wa habari utaupata vile vile kwenye mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na hivi sasa tujielekeze huko Moba ambako hakuna uvamizi wa Zambia wala kuna vita Muliro, eneo liloko kwenye umbali wa kilomita 350 kusini mashariki mwa tarafa ya Moba jimboni Tanganyika. Ndivyo amesema yu administrator wa tarafa la Moba. Mwenzetu wa Moba Isidore Kashulwe ametuandalia ripoti kamili. Administrator tarafa ya Moba ameweza siku ya Alhamisi Aprili 30 mwaka 2026 kudhibitisha kama hali ya usalama ipo tulivu ndani mwa tarafa ya Moba kwa ujumla na kwa upekee ndani mwa udongo wa Muliro ulioko kwenye kilomita 350 kusini mashariki mwa tarafa ya Moba mkoani Tanganyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tofauti na habari inayozagaa mtandaoni ya kwamba jeshi la Zambia limevamia nchi ya DRC huko Muliro utisi, kama Victor amesema hakuna hata uvamizi wa jeshi la Zambia na hata vita kwenye udongo wa Muliro na hali ya usalama ipo kimya hivi sasa kote ndani mwa tarafa ya Moba. Mwisho amefahamisha kwamba jeshi la Zambia limebaki Kanyungo, kijiji kidogo cha udongo wa Muliro kwenye kilomita 3.5 na mpaka wa Kibanga tangu kulipokuwa na mgogoro wa kijeshi juu ya mpaka kati mwa nchi mbili jirani DRC na Zambia mwaka 2020 kusubiri Sadege kutanzua kesi hiyo. Ni hadithi ya bongo na ya bongo kweli. Unaweza kusema Mswahili ndio bora wanasemaga ni fununu mpenyenye ya uongo kabisa. Nyie wapashaji wa habari mnajua tangia mwaka wa 2012 ulikuwa huyo mzozo kati ya Kongo na Zambia. Mzozo ambao umefanya tume la SADC kukaa pamoja na kusema tutie sasa mipaka, twende tunatia ile vizingiti kuonesha mpaka. Na kwa hiyo mwaka kuna jeshi la Zambia ambalo limesalia kwenye kilima ambao wanakiita Kanyungo, na hiyo kilima ni yapata kilomita 3.5 ndio wanakaa wao, wanaketi pale na askari wetu weko chini ya kilima kwa kungojea ile tume la SADC limalizie kazi ya kutia mpaka, sababu tunajua kama zamani
mipaka yetu tulikuwa tunajua ni mtoni Kibanga. Tunapaswa kuchunga tuone kule watafikia na ile kazi ya kutia mipaka. Na kusema kama kulikuwa mzozo, mkokotano kati ya Zambia na Kongo ni hadisi ya bongo kabisa. Yaani mnathibitisha Muliro kuna ukimya kwa sasa? Muliro kuko ukimya na Muliro yuko upande. Muliro kuna meja ambaye ni kiongozi wa chini ya yule meja anaangalia majeshi wote wa hapa Moba, yupo Muliro, na inakuwa yapata wiki mbili ambaye na yeye nimezungumza na wanasema kama hakuna chochote, yani ni hadithi ya kizimu kusema kama wamepigana Muliro Zambia anafanya hivi, ni hadithi kabisa ya kizimu, ni hadithi ya bongo. Lakini kufikia hadi vileo Sadek hajatatua kesi hiyo mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Zambia, ingawa mikutano na majadiliano kupitishwa mara kwa mara kati ya nchi mbili jirani kuhusu kesi ya mipaka. Nikiripoti kutoka Moba, Isidore Kashulo, Radio Kivu. Asante Isidore Kashulo kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tukamilishe uchambuzi wa habari na habari hizi za kitaifa, ambako muungano wa upinzani wa Lamuka umetoa wito kwa Washington kuendelea kuwa makini kufuatia mwenendo wa kisiasa nchini DRC, hasa kuhusu tuhuma za kupotoka kwa katiba chini ya uongozi wa Rais Felix Antoine Tshisekedi. Hatua hiyo inakuja kufuatia vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Undani wa taarifa hii na mchumbe wa mkulima na Fatuma. Vikwazo vya OFAC ya Wizara ya Hazina ya Marekani vilivyowekwa dhidi ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange vinaendelea kuzua mjadala ndani ya mazingira ya kijamii na kisiasa nchini humo. Washington inalahumu rais huyo wa 4 katika historia ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono waasi wa AFC M23 unaosaidiwa na Rwanda kwa kudhibiti maeneo makubwa ya majimbo ya Kaskazini na Kivu Kusini. Mamlaka za Marekani zinaamini kuwa msaada huo unakiuka na kudhoofisha juhudi zao za kuleta utulivu katika ukanda wa maziwa makuu. Kama majibu, Prince Epenge, rais wa chama cha kisiasa cha ADD Congo na msemaji wa muungano wa Lamuka, mshirika karibu na Martin Fayulu, anaunganisha swala hili sio tu na usalama bali pia na heshima ya kanuni za kidemokrasia nchini DRC. Kulingana naye, vikwazo vya Marekani dhidi ya Joseph Kabila ni onyo kuhusu umuhimu kuheshimu misingi ya kidemokrasia. Tunakumbusha kwamba mwaka 2019 wa Marekani hao waliwekea vikwazo vikali Corneille Nangaa na Robert Basengezi kwa kusababisha vurugu za uchaguzi mwezi Desemba 2018 na kutangaza mshindi wa uongo kwa kukiuka katiba na sheria za uchaguzi za jamhuri. Hazina ya Marekani sasa imemwekea vikwazo Joseph Kabila. Hii ni kadi nyekundu ya moja kwa moja kwa kazi yake yote. Kabila alivunja katiba kwa kutokuandaa uchaguzi mwaka wa 2016, kisha akasababisha kucheleweshwa kwa uchaguzi. Mwishowe mwaka wa 2018 alimwagiza Nangaa kubadili matokeo ya uchaguzi mkuu kumweka madarakani mtu hakuchaguliwa, amesema hivyo Prince Epenge. Kiongozi huyo wa Lamuka sasa anajiuliza nani atafuata kuwekewa vikwazo na hazina ya Marekani. Kwa mujibu wake, Marekani inaendelea kushikilia kidemokrasia na heshima ya sheria zake. Kwa upande wake, OFAC inaeleza kuwa hatua hiyo dhidi ya rais wa 4 wa DRC inalenga kuunga mkono mchakato wa amani unaoendelea, hususan kupitia makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali chini ya usimamizi wa utawala wa Donald Trump, pamoja na juhudi za kukuza ushirikiano wa kiuchumi na kikanda, kuimarisha uzazi katika usambazaji wa madini muhimu na kuvutia uwekezaji mkubwa zaidi katika eneo hilo. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari, na kushukuru ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho na kutupa muda wako. Aliyekuletea uchambuzi wa habari alikuwa ni mimi Safari Almas, nisaidiwa upande wa pili na Jean Ekala Jaden. Sina la ziada na kuaga nikisema bye.